Juzi kama tumefuatilia bajeti kuu ya serikali imeelekeza, imetenga jumla ya shilingi bilioni 380 kwa ajili ya zoezi la kupiga kura. Maana yake uchaguzi upo, kura tutapiga na twende kujiandaa kukichagua Chama cha Mapinduzi kiendelee kushika dola kwa faida ya Tanzania. Ninachokiomba kwenu mwaka huu wa uchaguzi, ninayotaka kukiomba kwenu, nataka nitume salamu kwamba kwenye chama chetu tutakuwa na mfumo wa uchaguzi wa kupata wagombea safi wenye sifa na uwezo, wenye kiu na utayari wa kwenda kupambana na changamoto za watu wanaotaka kuongoza. Kwa hiyo mabadiliko tuliyoyafanya kwenye katiba yetu ya kuongeza wapiga kura kwenye kura za maoni, hatukuwa na lengo la kumkomoa mtu. Tulikuwa tuna azma na lengo la kuongeza watu wa kutoa maoni yao, lakini pia tumeongeza wigo wa kurejesha chama kwa wanachama wenyewe. Lakini la pili, tumefanya mabadiliko ya kuwapa nafasi viongozi wa vikao kupata nafasi ya kuchuja kwa kila mwenzetu anayeomba nafasi kwenye vyombo vya dola. Alikuwa amejiandaa, awe na kikapu, awe na begi, awe na gunia la fedha. Fedha hizo hazina nafasi za kununua uongozi ndani ya chama chetu. Tutakurejesheni viongozi wenye sifa, uwezo na ari ya kuja kukipigania chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Chama hiki wenyewe ni wanyonge, wafanya kazi, wakulima, wavuvi na wengineo. Hakitodiriki chama chetu kuwa chama cha tabaka na matajiri, wala hakitodiriki chama chetu kuwa chama tabaka cha watu malofu. Chama hiki ni chama cha wote. Awe tajiri ana nafasi kwenye CCM, awe masikini ana nafasi kwenye CCM. Viongozi tutakaowaleta kwenu, tunawahakikishia tutakuleteeni viongozi wasafi, wenye sifa, wenye uwezo na utayari wa kwenda kuwatumikia watu. Na wala msiogope, kila mtu mwenye sifa na uwezo wa kuchukua fomu achukue fomu na chama kitamtendea haki. Hakuna mtu atakayebezwa kwa jinsia yake, hakuna mtu atakayebezwa kwa kipato chake, wala hakuna mtu atakayebezwa kwa rangi yake. Lakini vivyo hivyo hakuna mtu atabebwa kwa kipato chake, hakuna mtu atabebwa kwa familia yake, wala hakuna mtu atabebwa kwa upendeleo wake. Tunachowahakikishia na tunachowaomba ni kuomba mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya zifikishe salamu kwa mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa kwamba kuna watu wanagombea udiwani. Mamlaka ya mwisho ya kurejesha watu watakaogombea yalikuwa yako kwenye halmashauri kuu ya mkoa, lakini Chama cha Mapinduzi kwa kupitia maagizo ya kamati kuu imeikasimisha sekretari ya CCM taifa kufanya uamuzi wa mwisho ili kuhakikisha haki inatendeka. Tusingependa kuona mwenyekiti yoyote wa CCM wa mkoa tunamwita kwenye sekretari kuja kumhoji na kumbagaza kwa sababu ya kuwanyanyasa watu wanaogombea. Mategemeo yetu, kila mwenyekiti wa mkoa anafahamu dhamira, lengo na kusudio la chama chetu. Tunahitaji kuwa na viongozi waliojitoa, wanaopambana, wenye dhamira na wenye nia ya kupigania chama hiki, ya kulipigania taifa letu na kulipigania jamii ya watu wa Tanzania. Halmashauri kuu za mkoa, mkifanya mambo kwa upendeleo, tutawaita viongozi wenu na tutawasulubu kwa utoto ama ujinga ama dharau ama uonevu. Lengo letu tunachohitaji, kikao cha halmashauri kuu ama kikao cha kamati ya siasa kitakachopendekeza kwa halmashauri kuu kihakikishe
kwamba kinapendekeza watu wenye sifa, haiba na uwezo wa kwenda kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Haitokuwa jambo la haki kwamba tunapeperusha, tunampa mtu dhamana ya kwenda kuwa mbunge, tunampa mtu dhamana ya kwenda kuwa diwani, hata chama chenyewe hakijui. Asije mtu akatoa kikapu chake cha fedha akawanunua wajumbe na mkategemea kamati kuu kwamba itamleta mtu huyo. Hakuna nafasi hiyo. Niwahakikishie kwamba kamati kuu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni kamati kuu makini, na sekretariat inayoongozwa na Dr. Emmanuel John Nchimbi ni sekretariat makini. Hatuwezi kufanya makosa ya kuchukua watu kwenda kujifundishia uongozi kwenye nafasi za ubunge, kwenda kujifundishia uongozi kwenye nafasi za udiwani. Tunahitaji watu ambao tukiwapa nafasi, ya kwenda kuwatumikia watu, wanajua dhamira, dhamana na jukumu walilobeba kwenda kwa